Bwana, karibu United Insider. Hizi ni taarifa muhimu kuhusu Devils. Hapa ndio sehemu pake kwa lugha ya ushi ya Kiswahili. Sasa nikwambie, moja kati ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele sana leo ni taarifa kumhusu Roberto De Zerbi. Huyu ni kocha wa Kiitaliano ambaye inaelezwa kwamba Roberto De Zerbi yuko tayari kujiunga na Manchester United kuelekea msimu ujao kama manager mpya, na ikielezwa kwamba kocha huyu mwenyewe anavutiwa sana sasa kwenda kufanya kazi na Manchester United. De Zerbi hana timu tangu mwezi Januari baada ya kuachana na klabu ya Olympique Marseille nchini Ufaransa, lakini tunakumbuka huyu ni mwalimu ambaye alifanya vizuri kwenye klabu ya Brighton pale nchini England. Sasa mezani kwa Manchester, hili ni moja kati ya majina ambayo yako mezani, na taarifa ya Telegram Team Talk zinatuambia kwamba De Zerbi mwenyewe anatamani kwenda kufanya kazi ya kuwa manager ajaye wa Manchester United. Huyu anakuwa ni manager wa pili baada ya Julian Nagelsmann kuonyesha pia interest ya kufanya kazi na Manchester United. Na kwa siku kama 3-4 za hivi karibuni, manager watatu wamekuwa wakitajwa zaidi: Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi pamoja na Roberto Martin kutoka kwenye timu ya taifa ya Ureno. Sasa leo hii ni taarifa ambayo imepewa nafasi kubwa. Sijui unaweza ukalichukuliaje hili? Unaweza kaandika maoni yako hapo chini. Unafikiri kuna haja ya kubadilisha mwalimu kwa namna maneno yanavyoenda, ama tunapaswa kusalia na Kariki? Lakini taarifa ya muhimu sana hii ya Roberto De Zerbi kwamba yuko tayari kupewa majukumu ya kwenda kuongoza Manchester United. Lakini taarifa nyingine kubwa ambayo pia imepewa nafasi kwenye vyanzo vingi vya habari ni kwamba Manchester iko kwenye mipango ya kupata saini ya Kwicha Kvaratskhelia kutoka pale PSG, na tayari Manchester wanakwenda PSG kuuliza namna ya upatikanaji wa nyota huyu ambaye ni moja kati ya wachezaji wanaofanya vizuri sana kwenye upande wa kushoto ama kulia. Alifanya vizuri akiwa kwenye Serie A na Napoli, na sasa anafanya vizuri na PSG pale nchini Ufaransa. Hivyo Manchester wanaweza kumsajili na wakitaka kujua thamani ya kupatikana kwake iko vipi. Kwa mujibu wa Transfer Market wanatuambia value yake ni euro milioni 90 mpaka 110, kwa kama paundi angalau milioni 98 hivi kuweza kumsajili bwana Kwicha Kvaratskhelia kutoka PSG. Huu ni mmoja kati ya usajili ambao binafsi naweza nikaenjoy kushuhudia ukija Manchester. Ni moja kati ya mchezaji ambaye namwadmire sana bwana Kwicha, namna anavyocheza. Kwa Manchester wanaweza kupata saini yake, na Manchester wameanza plani za kutaka kujua anapatikana vipi bwana Kwicha Kvaratskhelia. Lakini tunafahamu kabisa mchakato wa kumpata winga ni mchakato ambao utaendelea kutafutwa. Sasa klabu ya Como ya pale nchini Italia imetoa thamani ya kiungo wake wa kushoto ama winga wake wa kushoto Jesus Rodriguez. Como wanamuuza kwa paundi milioni 55. Manchester imemweka kwenye shortlist Jesus Rodriguez kama moja ya watu ambao wanawaangazia. Katika watu 6 ambao wanatajwa, mmoja wapo atasajiliwa. Jesus Rodriguez ni moja kati ya vijana ambao wanatajwa na Como. Wanasema watahitaji paundi milioni 55 ili kuweza kumruhusu Jesus Rodriguez kuweza kuondoka kwenye klabu ya Como ya pale nchini Italia. Huyu ni mmoja kati ya vijana wazuri sana. Ukiangalia namna ambavyo Fabregas anamtumia kwenye klabu ya Como, utagundua kweli ili ni dini, hii ni mali ambayo Manchester wanapaswa kuiangazia. Paundi milioni 55 ni fedha ambayo kwa sasa kwenye soko lilivyo huenda ikawa ni jambo la kawaida kabisa. Kwa United wameshaambiwa thamani ya mchezaji huyu. Como ameweka hadharani kwamba anaweza kuuzwa kwa paundi milioni 55, ambayo Manchester kama wataenda na mambo yao ya kubargain huenda wakaweza. Lakini taarifa nyingine ya muhimu ni swala la kiungo. Hili ni swala ambalo litakuwa linaendelea. Sasa inaelezwa Manchester wanaweza kulipa kiasi cha paundi milioni 40 mpaka 45 mpaka 50 ili kuweza kupata saini ya kiungo kutoka Ivory Coast. Huyu si mwingine bali ni Ibrahim Sangare, na anatoka pale kwenye klabu ya Nottingham Forest. Huyu ni kiungo ambaye Manchester wanamwangazia. Scout wamempitisha kwamba anafaa kuja kuitumikia Manchester United, lakini sio kiungo kipaumbele wa kusajiliwa. Lakini Sangare anaweza kusajiliwa na Manchester wanaweza kulipa kuanzia hiyo paundi milioni 45 mpaka 50 ili kuweza kupata saini. Lakini mind you, sio kwamba ndio kiungo kipaumbele.
David Moyes alisema alikuwa na wakati ule anamtaka Thiago Alcantara, alikuwa anamtaka Thomas Muller na Marouane Fellaini alikuwa ni option yake ya 4, lakini mwisho wa siku Manchester walimsajili Fellaini ambayo ilikuwa ni option ya 4. So Sangare sio option namba 1. Sangare sio option namba 1, bwana Ibrahim Sangare sio option namba 1, lakini Manchester wanaweza kutaka kumsajili. Sawa. Jambo jingine kubwa kabisa ambalo linapewa nafasi ni swala tena la kiungo hapo hapo. Manchester wanaweza kukumbana na ushindani mkubwa kwenye swala la kumsajili kiungo Anderson Elliott kutoka na Nottingham Forest kwa sababu ya mishahara ambayo vilabu vingine vinavyomtaka huenda vikamlipa mshahara mkubwa zaidi. City pamoja na Liverpool wanaonyesha nia ya kutaka kumlipa mshahara mkubwa zaidi Elliott Anderson. Kwa Manchester wanaweza kushindwa kufikia dili ya kumsajili Anderson Elliott kwa sababu tu ya mshahara, lakini njia pekee inayotajwa ni kwamba Manchester wanapaswa kumaliza kwenye nafasi za 4 za juu, wacheze ligi ya mabingwa, huenda ikamshawishi mchezaji ambaye inatajwa na mapenzi ya dhati kabisa na Liverpool. Kwa hiyo mshahara huenda akaenda City ama Liverpool, na huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanasema ndio first choice ya kiungo ya uongozi wa Manchester United kwa sasa. Kwa kama ni chaguo la kwanza, basi Manchester itakuwa na shughuli pevu ya kuweza kutoboka ili kuhakikisha kwamba wanaweza kumsajili Elliott na kumpa mshahara ambao watakuwa wanataka, kwa sababu City wanaweza kulipa mtu 400,000, 500,000 kama ambavyo Liverpool wanaweza kulipa mtu 400,000, 500,000. Mohamed Salah analipwa 400,000, 500,000, 400,000 na kitu. City pale watu kama Erling Braut Haaland analipwa 500,000. Kwa hiyo kuna ushindani mkubwa wa Manchester kuweza kumpata mchezaji huyu. Lakini pia taarifa kutoka Team Talk wanatuambia beki wa Fulham Anton Robinson yeye ana prefer zaidi kwenda Liverpool kuliko kujiunga na Manchester United. Siku za hivi karibuni jina la Anton Robinson limekuwa likizungumzwa na kujumuishwa kwamba huenda naye akawa anahitajika na Manchester kwenye upande wa kushoto ambako Luke Shaw amekuwa na mambo ya kuumia mara kwa mara, lakini mkataba wa Luke Shaw unafika mwishoni msimu unaokuja na bado Luke Shaw umri unaendelea kumtupa mkono. Sasa Anton Robinson mwenye miaka 28 naye ni maji ya jioni kwangu mimi, kwa mtazamo wangu, siku zimemsogea. Inaelezwa kama ana prefer zaidi kwenda Liverpool kuliko kwenda Manchester United. Lakini tukisalia kwenye upande huo wa kushoto, inaelezwa Manchester wako tayari kuwalipa FC Barcelona paundi milioni 34 ili kumpata Balde Alejandro ambaye anafanya vizuri kwenye klabu ya FC Barcelona. Lakini una option ya pili ya kuweza kumsajili Balde kwa kufanya swap na Marcus Rashford, lakini basi wanahitaji hela ya juu kidogo kwa sababu wanamuona Alejandro Balde kama ni mchezaji wa thamani ya juu na mchezaji ambao wanamuona ni wa future muda mrefu zaidi. Kwa hiyo Manchester inaweza kufanya swap kwa kumtoa Rashford, lakini utahitaji kuongeza fedha kidogo ili kupata saini ya mchezaji huyu wa kimataifa wa Hispania na klabu ya soka ya FC Barcelona. Leo pia kuna taarifa kutoka mchezaji wa Chelsea Andre Santos. Manchester inakadiriwa kwamba wana nia ya kumpata kiungo Andre Santos, ikiwa ni katika namna ya kuangalia kiungo ambaye atakuja kuwa mbadala wa Casemiro. So Manchester wana nia ya kumpata Brazil Andre Santos kutoka Chelsea, na usajili huu ulianza tangu dirisha dogo la Januari, ilikuwa likizungumzwa mara kwa mara. Thamani ya bwana mdogo huyu wa Kibrazil inatajwa ni paundi milioni 34, ambayo kwa Manchester huenda ikawa affordable, lakini hatujui kama kocha anayekuja kama ni Michael Carrick, De Zerbi, Nagelsmann au mwingine ataamua kwenda na option ya aina gani ya wachezaji. So hizi ni taarifa za muhimu kabisa ambazo zinawahusu Red Devils. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa United Insider.